Undani wa ushahidi uliomtia hatiani Mr. Blue na kuhukumiwa kunyongwa kwa kumuua Ezania Kamana. Tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2026, Jaji AA Mbagwa J. Mshtakiwa Abdallah Miraji Musa aka Mr. Blue alikabiliwa na shtaka la mauaji kinyume na vifungu vya sheria vya 196 na 197 vya kanuni ya adhabu sura ya 16 toleo la mwaka 2022. Ilidaiwa kuwa tarehe 19 Agosti mwaka 2024 katika eneo la Chang'ombe maduka mawili ndani ya wilaya ya Temeke mkoa wa Dar es Salaam, mshtakiwa alimuua marehemu Ezania Kamana. Kutokana na tuhuma hizo, mshtakiwa alifikishwa mbele ya mahakama hii na kusomewa shtaka la mauaji. Wakati wa kuchukua maelezo ya awali, mshtakiwa alikana shtaka hilo. Hivyo basi, kesi iliendelea kusikilizwa kikamilifu ili kuthibitisha madai dhidi yake. Katika kuendesha mashtaka hayo, Jamhuri iliwakilishwa na Bi Yasinta Peter PCA, na Bi Edita Mauya SSA, na Bi Judith Kiamba SA, na Bwana Nikas Kihemba SA, huku upande wa utetezi ukiwakilishwa na mawakili Bwana Muhammad Majaliwa, Bwana Mashaka Ngole na Bi Neema Saruni. Ninatoa pongezi kwa mawakili wa pande zote mbili kwa weledi wao wakati wote wa usikilizwaji wa kesi hii. Katika juhudi za kuthibitisha madai yao, upande wa mashtaka waliita mashahidi 25. Upande wa mashtaka pia waliwasilisha vielelezo 15 ambavyo ni pamoja na ripoti ya uchunguzi wa maiti ya marehemu ya tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2024, mfuko wa kijani, miwani minne, kamba nyeusi, soltape, mkasi, sindano, mifuko midogo ya plastiki, picha ndogo ya passport, laini 4 za simu, panga, kisu, nyundo na begi lenye muonekano wa sare ya JWTZ, gari aina ya Toyota Port, rangi ya blue, namba T 127 DMA, cheti cha kukamata gari, ripoti ya DNA, cheti cha picha na uchunguzi wake, picha 10 za mwili wa marehemu, flash diski, fomu ya ridhaa ya sampuli ya DNA, barua ya TRA, maelezo ya tahadhari ya kutoweka kwa mtu, maelezo ya tahadhari ya mshtakiwa, maelezo ya kukiri kosa, ramani za mchoro, cheti cha kukamata vitu nyumbani kwa mshtakiwa. Kwa upande wa utetezi, shahidi mmoja tu aliitwa ambaye ni mshtakiwa mwenyewe. Pia aliwasilisha kielelezo kimoja. Kwa kifupi, maelezo ya upande wa mashtaka ni kama ifuatavyo. Mshtakiwa na marehemu walikuwa wapenzi kwa takriban miaka 4. Mshtakiwa alikuwa akimtembelea marehemu mara kwa mara nyumbani kwake Tandika Maghorofani, akitumia gari lake la bluu aina ya Toyota Port. Kutokana na hali hiyo, mama wa marehemu alimpa jina la utani Mr. Blue. Siku ya tukio Agosti 19 mwaka 2024, marehemu aliamka akiwa mzima na alipanga kwenda Keko kununua viti vya plastiki kwa ajili ya biashara yake. Shahidi PW5 aliona mshtakiwa akiwa amesimama nje ya nyumba ya marehemu, na baadaye marehemu alipanda gari lake na wakaondoka. Inaonekana kwamba wakiwa njiani kuelekea Keko, wawili hao walitengana. Hivyo basi, marehemu alishuka kutoka kwenye gari la mshtakiwa katikati ya safari. Baada ya muda mfupi, mshtakiwa alimpigia simu marehemu ambaye alimwambia tayari ameshafika Keko. Kutokana na hilo, mshtakiwa alimwelekeza marehemu aende kumfuata katika eneo la maduka mawili ambako alikuwa ameegesha gari lake. Maduka mawili ni eneo lililopo Chang'ombe ndani ya wilaya ya Temeke. Mashahidi wa upande wa mashtaka walieleza eneo hilo kuwa ni tulivu na lisilo na watu wengi wanaopita mara kwa mara. Marehemu alimfuata mshtakiwa katika eneo hilo la maduka mawili na akaingia ndani ya gari. Kwa mujibu wa maelezo ya kukiri kosa ya mshtakiwa Exhibit P12 na P13, chanzo cha ugomvi wao kilitokana na maneno ya marehemu baada ya mshtakiwa kumwambia hana shilingi 100,000 alizokuwa ameombwa. Mshtakiwa alipomkumbusha marehemu kuhusu fedha alizowahi kumpa hapo awali, marehemu alimjibu kuwa
angemrudishia, kwani fedha hizo zilikuwa ndogo sana na hazikustahili hata kujadiliwa. Inadaiwa kuwa mshtakiwa alikasirishwa na majibu hayo ya dharau. Kutokana na hasira hiyo, alichukua kisu kutoka chini ya zulia la gari na kumchoma marehemu kwa ukatili mkubwa. Baada ya kumchoma, hakufikiria kumpeleka hospitali, bali aliendelea kumshikilia hadi alipokufa. Kwa kuwa ilikuwa mchana kweupe, mshtakiwa hakupata sehemu salama ya kutupa mwili. Hivyo basi, aliuchukua mwili wa marehemu na kuupeleka nyumbani kwake Sinza. Aliutoa mwili huo ndani ya gari na kuupeleka katika chumba kimoja alichokuwa kikitumia kwa mazoezi ya mwili. Ndani ya chumba hicho, aliukata mwili wa marehemu vipande vipande na kuuweka ndani ya mifuko ya salfa. Baadaye alichukua mifuko hiyo na kuitupa katika maeneo mbalimbali ambayo Kunduchi Silversand, Tegeta Block D, mtaa wa Kalenga, Ununio Kilimo Kwanza. Upande wa mashtaka ulimleta shahidi Miraji Omar Miraj PW13 ambaye alithibitisha kuwa tarehe 19 Agosti mwaka 2024, baada ya mshtakiwa kurejea nyumbani, alimpa shilingi 5,000 za Kitanzania ili anunue mifuko ya salfa. PW13 alinunua na kumletea mifuko 5 nyumbani kwa marehemu. Mama yake PW1 alisubiri bila mafanikio marehemu arudi. Alijaribu kumpigia simu lakini hakupatikana, hivyo aliwajulisha ndugu wa marehemu kuhusu kutoweka kwake. Liston Kamana PW2, mdogo wa marehemu, katika jitihada za kumtafuta alikwenda kwa Sabina Nsoro PW5 ambaye alimwambia kuwa alimuona marehemu akipanda gari la mshtakiwa asubuhi hiyo. Liston alimpigia simu mshtakiwa lakini hakupokea. Kadiri usiku ulivyokuwa unaingia bila marehemu kurejea, Livingstone aliamua kuripoti tukio hilo kituo cha polisi Tandika. Hata hivyo, alishauriwa kusubiri saa 24 zipite. Aidha, PW2 alikwenda hospitali ya rufaa Temeke ili kuona kama marehemu alikuwa miongoni mwa wagonjwa au marehemu, lakini hakupatikana. Baadaye mshtakiwa alipiga simu kwa mama wa marehemu PW1, lakini simu ilipokelewa na Livingstone PW2. Mshtakiwa alikana kukutana na marehemu siku hiyo. Hata hivyo, Livingstone alisisitiza kuwa Sabina PW5 alimuona akiwa na marehemu. Mwishoni, mshtakiwa alikata simu bila kutoa maelezo ya kuridhisha. Asubuhi iliyofuatia, tarehe 20 Agosti mwaka 2024, mshtakiwa alikwenda nyumbani kwa marehemu Tandika. Hata hivyo, katika hali isiyo ya kawaida, alienda bila gari lake la bluu. Alikuta mama wa marehemu PW1, Sabina Nsoro PW5 na Livingstone PW2. Mshtakiwa alidai hajui alipo marehemu, ingawa hapo awali alikana kukutana naye. Safari hii alikiri kuwa alimchukua marehemu kwa gari lake hadi Mwembe Yanga, ambapo alitofautiana na kumshusha. Kutokana na sintofahamu hiyo, mshtakiwa na Livingstone walikwenda kuripoti tukio hilo kituo cha polisi Tandika tarehe 20 Agosti mwaka 2024. Baada ya kutoa taarifa, polisi waliona tukio hilo ni nzito na wakaelekeza waende kwa mkuu wa upelelezi wa mkoa RCO katika kituo cha polisi cha Ng'ombe. Walipofika, ACP Jumanne Kimu Amas PW19 aliwahoji wote wawili. Baada ya mahojiano, alimtia shaka mshtakiwa na kuagiza achukuliwe maelezo. Baadaye, mshtakiwa aliwekwa chini ya ulinzi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hata hivyo, Livingstone aliendelea kuwa na mashaka kuhusu gari la mshtakiwa. Hivyo, tarehe 21 Agosti mwaka 2024, polisi walikwenda Sinza pamoja na mshtakiwa ili kulikamata gari hilo. Kwa mujibu wa shahidi PW10, gari hilo lilipatikana katika kituo cha kuoshea magari cha Mark Hill likiwa limepelekwa kuoshwa. Mashahidi wengine walithibitisha kuwa gari hilo lililetwa hapo tarehe 20 Agosti mwaka 2024. Gari hilo lilichunguzwa na kisha kukamatwa rasmi. Nini kiliendelea? Fuatilia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.